Kabla hatujaanza na simulizi yetu nzuri ya kusisimua, hakikisha una subscribe katika channel yetu au kugusa hiyo alama ya kengele. Kama bado hujafanya hivyo, basi ni muda wako sasa. Naomba uniazime macho yako pamoja na maskini yako kwa ajili ya kuanza simulizi hii nzuri inayoletwa kwako na Simulizi za Hus. Kulikuwa na kijiji kidogo kilichoitwa Mwambao wa Kale, kilichoegemea ukingoni mwa bahari ya Ghuba ya Majini Mazito. Hiki kijiji kilijulikana kwa shughuli moja tu kuu: uvuvi. Wakazi wake walikuwa wavuvi wa tangu enzi za mababu, waliorithi mitumbwi ya mbao mikongwe na mbinu za kuvulia samaki zilizokuwa siri ya kizazi hadi kizazi. Nyumba zao zilikuwa za matope na makuti, zilizojengwa kwa mikono ya mababu zao waliolala kaburini zamani. Hapo ndipo maisha yalizunguka bahari, chakula, kipato, na hata hadithi za usiku ziliota mizizi baharini. Kila jioni, baada ya jua kuzama na anga kuanza kubadilika rangi kuwa ya waridi na zambarau, mitumbwi ilianza kushushwa kwa tahadhari hadi kwenye mawimbi ya utulivu. Kundi la wavuvi wenye macho makali na misuli iliyojaa nguvu za mawimbi walivuta makasia kwa weledi wa ajabu, huku nyimbo za kale za baharini zikiburudisha masikio yao. Bahari kwao haikuwa tu chanzo cha samaki, bali ilikuwa kama mama aliyewalea na kuwanyonyesha. Kila familia kijijini ilikuwa na mvuvi mmoja au zaidi. Wake zao walikuwa wakiwasubiri kwa shauku kila alfajiri, huku harufu ya chai ya tangawizi ikichanganyika na upepo wa chumvi wa baharini. Sikukuu ya mavuno ya samaki ilikuwa ikifanyika kila mwezi mmoja, ambapo wavuvi wote walifanya safari maalum ya kuvua usiku kucha na kurudi asubuhi na mzigo wa samaki waliopokelewa kwa shangwe. Ilikuwa ni desturi isiyopingika, na kila safari walirudi mpaka ilipofika siku ile ya ajabu ambapo bahari ilinyamaza, upepo ukasimama na anga likawa na rangi isiyoelezeka. Ilikuwa ni tarehe ya 12 ya mwezi wa 7, wakati jioni ilipoingia kama kawaida, na wavuvi 12 wakajikusanya kando kando ya mwamba mkuu, kila mmoja akiwa amevalia kanzu ya samawati na kufunga utitiri wa hirizi shingoni. Kulikuwa na imani kuwa bahari husikiliza waliovaa kwa heshima. Walipanda mitumbwini, wakayasukuma kwenye maji yaliyokuwa kimya isivyokuwa kawaida, na kwa madoido yaliyotokana na mazoea wakatoweka kwenye upeo wa macho. Wake zao walibaki wakipeperusha mikono, watoto wakicheka huku wakikimbia kwenye fukwe, lakini alfajiri haikuwaleta. Jua lilipochomoza, bahari ilikuwa tupu. Hapakuwa na mtumbwi hata mmoja. Hapakuwa na nyayo. Hapakuwa na ishara ya miale ya taa walizokuwa wakitumia. Ilikuwa kana kwamba bahari ilikuwa imewameza kwa mkono wa kimya. Kijiji kilizizima. Kilio cha wanawake kilisikika kote. Viongozi wa ukoo walikusanyika na kufanya tambiko, wakiamini kuwa pengine walikosea masharti ya bahari au waliingia sehemu iliyokuwa imepigwa marufuku. Lakini majibu hayakuja. Bahari ilibaki kimya, lakini si kimya cha kawaida. Kilikuwa ni kimya kilichojaa hofu, kisicho na pumzi, kisicho na huruma. Siku zikasonga, wiki zikapita. Hakuna aliyetoka baharini wala kuonekana. Lakini kilichokuwa cha ajabu zaidi, kila mwezi ulipofika tarehe ya 12, watu waliapa kuona mwanga wa taa uking'arisha bahari usiku, na sauti ya nyimbo za wavuvi ikisafiri na upepo. Lakini walipojaribu kufuatilia chanzo, hakukuwa na kitu. Ilikuwa kama mwangwi wa waliopotea. Wazee wa kijiji walianza kueleza kuwa walikuwa wamewahi kusikia hadithi ya bahari ya mizunguko mitatu, eneo ndani ya Ghuba hiyo ambalo likifikwa na binadamu huwachukua na kuwafanya kuwa sehemu ya maisha ya milele ya baharini. Wanasemekana kuwa hai, lakini si wa dunia hii. Hufanya kazi yao ya kuvua samaki, lakini kwa ajili ya bahari pekee, si kwa binadamu tena. Baadhi ya watoto wa wavuvi waliopotea walianza kuota ndoto zisizoelezeka. Ndoto za kuzama ndani ya maji safi yenye mwanga wa ajabu, ambapo baba zao walionekana wakiwa wavuvi wa kung'ara, wakiwa kimya lakini wenye macho ya kusema mengi. Ndoto hizo ziliwafanya baadhi ya wakazi wa kijiji kuhama, wakiogopa kuwa laana ilikuwa imeangukia Mwambao wa Kale
lakini kila mwaka, tarehe ile ile, jioni ile ile, bahari ilianza kung'ara kwa mwanga hafifu, na sauti ya nyimbo za zamani ikarudi. Wenye ujasiri waliosimama ukingoni waliapa kusikia sauti za marafiki, waume na baba waliopotea. Ilikuwa kama mwaliko wa bahari wa kujiunga na wale waliokuwa sasa mali ya maji. Na tangu hapo, kijiji kiliendelea kuwepo, lakini kikiwa na hofu. Uvuvi uliendelea, lakini si kwa safari za usiku tena. Hakuna aliyejaribu tena kwenda tarehe ya 12 ya mwezi wa 7. Watoto waliambiwa kuwa wakisikia sauti au kuona mwanga usiku, wafumbe macho na kusali. Na wazee walikaa kimya zaidi, wakitunza siri ambayo bahari ilikuwa tayari kuiandika kwenye moyo wa kila mvuvi. Huwa kuna wakati ambapo bahari hailishi tu, bali hudai kilicho chake, na mpaka leo mwambao wa kale upo. Kimya lakini chenye historia ya sauti zisizoonekana, taa zisizozimika, na wavuvi waliogeuka kuwa kivuli cha maji. Kila mtu anaposimulia hadithi hiyo, sauti hushuka na macho huzunguka huku na kule, kana kwamba bado wanaamini kuwa macho ya wavuvi waliopotea bado hutazama kutoka kwenye kina cha bahari, wakingoja wenzao wajiunge nao milele.